Bila shaka leo tutakwenda kutazama asra'u tariqati lifakki sihiri, kwa maana kuna njia mujarrabu sana. Lau kama ukiifanya njia hii utakuwa na uwezo wa kutegua baadhi ya matego ya kichawi ambayo inawezekana yamekuumiza sana, tena kwa miaka mingi au kwa muda mrefu. Tegua matego hayo, kwa sababu yana hatari kubwa katika afya na maisha yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kuna uchawi unaitwa sihru man'il hamli, kwa maana uchawi ambao unaoziwia kupatikana kwa kizazi au kupatikana kwa ujauzito kwa kina mama na wanawake katika hali za namna hii. Lakini kadhalika kuna uchawi ambao unaitwa sihirur rabiti, ambao kanuni ya uchawi huu unaweza ukamfunga mwanamume akashindwa kabisa kuliendea tendo la ndoa, hasa pale ambapo anapokuwa na mkewe, ikawa mushkili mkubwa kabisa. Anatumia madawa sana mtu huyu, lakini madawa yale hayana natija. Sasa inshallah siku ya leo nataka nikupe kodi maalum ili ufungue matego haya ya kichawi ambayo ni hatari sana katika afya na maisha yako. Na hasa leo tutakwenda kutazama sihru man'il hamli, uchawi wa kuziwia ujauzito. Na mtazamaji na mfuatiliaji wa jukwaa la Dr. Sayyidna Sheikh Saifuddin Al-Ghazali, leo ni siku nyingine tena na wakati mwingine ni kualike kuanzia hapa mwanzoni mpaka kufikia tamati mwa jukwaa letu. Leo ni siku ya Alhamisi, siku ambayo adhimu kabisa, na kama ilivyo ada na kawaida tunakutana katika jukwaa la Dr. Sayyidna Sheikh Saifuddin Al-Ghazali, na kama unavyoelewa hapa utachokifanya wewe ni kuchota taaluma, lakini pia kuchota yale ambayo yanaweza yakawa na faida kwako wewe pamoja na familia yako na jamii yako kwa ujumla, imma kwa kusikia au kwa kujitatulia moja kwa moja. Na yote haya yanapatikana hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini. Kila siku tunapatikana hapa kuanzia majira saa 2 mpaka saa 8 mchana, lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kwa 0748 86 97 33 au 0659 86 97 34. Unaweza kutupigia hivi sasa, kisha baada ya hapo ukaweza kupa mwongozo ule kwa bora na kheri nyingi zikapatikana. Jukwaa letu hili likiwa sambamba na Dr. Sayyidna Sheikh Saifuddin Al-Ghazali, tuko naye hapa, na kubwa ni katika kuliendea jambo kubwa ambalo liko mbele yetu. Na mnamo tarehe 13 ya mwezi wa 8 tunayo dua adhimu sana, ambayo dua hiyo bila shaka inakuhitaji wewe mwana jukwaa, lakini pia na jamaa yako ambaye ana changamoto mbalimbali. Basi twende sambamba kuungana nasi katika jambo hilo, ili tuende katika dua adhimu na dua moja mujarabu sana kwa watu ambao walioipata katika wiki iliyoisha. Basi unaweza kuona namna gani wanavyoripoti siku baada ya siku, namna mrejesho ulivyo bora kabisa. Na mimi nisitafune wakati, lakini pia kuipo mada adhimu sana. Miongoni mwa mada hiyo, namna ambavyo tunaweza kwenda kutazama ni namna gani mwanamume anaweza kushindwa kuliendea tendo la ndoa, lakini pia mwanamke kuto kupata ujauzito, hali ya kuwa duru zote daktari zinaeleza kwamba mwanamume yuko sawa sawa, lakini pia mke yuko sawa sawa, lakini changamoto ni kupatikanwa kwa kizazi, kwa maana ya watoto ama mimba. Na mtu mwingine pia anapata ujauzito, lakini ikifika kuanzia mwezi mmoja, miezi miwili, pia inaharibika. Je, vyanzo vya mambo haya, matatizo haya ni nini? Lakini pia mwanamume ambaye amekwisha tumia dawa za aina mbali, na baada ya kuzitumia dawa hizo lakini anaona nafuu kidogo, na baada ya katika hali ile, je, shida iko wapi? Huenda hii ikawa ni x-ray kwako, na kisha baada hapo ukapata ufumbuzi uliokuwa bora. Ndiyo mada ambayo inakutaka wewe mwanamume na mwanamke kuwa makini sana kupata kinachokustahili, ili uwe imara pale nyumbani, lakini pia mwanamke uimarishe ndoa yako kupatikana kwa watoto biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Muda huu nipeke salamu kwake daktari, lakini pia nikabidhi kipaza hichi kwake, na kisha baada hapo tuingie katika mada adhimu kabisa ambayo
Kwa hakika naamini itakufaa na itakupa matokeo bora zaidi kunako jukwaa letu hili la Dr. Sayyidna Sheikh Saifuddin Al-Ghazali. Muda huu nipele kipaza kwake nimwambie Dr. Sayyidna Sheikh Saifuddin Al-Ghazali faltafadhal mashkura. Maiki hii ni ya kwako, lakini pia wanajukwaa wako tayari kabisa kufuatilia mada adhimu, lakini pia mada ambayo inaweza kuwa ni suluhisho la changamoto na matatizo waliokuwa nayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka tukiwa tena katika siku nyingine katika jukwaa letu hili, lengo ni kuadilishana na kujuzana katika yale ambayo yaliyosemwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika na yale ambayo yaliyosemwa na kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, lakini kadhalika kutazama namna gani tunaweza kutatua changamoto za kiafya katika mashakili ya aina mbalimbali kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza ni wape bishara nyinyi nyote ambao mtakaopata fursa ya kufuatilia jukwaa la Alhamisi hii. Jukwaa lililopita tulilikuwa ni jukwaa maalum kwa ajili ya dua, na tulifanya dua yenye vipengele vitatu, na dua hii ilikuwa ni rasmi kabisa kwa ndugu zetu ambao wao walijisajili pamoja nasi tukawafanyia dua katika utaratibu wao. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapokea simu nyingi kabisa za shukrani, wengi wameanza kuona natija ya ile dua na huku wakiendelea kuisikiliza mara kwa mara. Hivyo ni wajibu, au na wewe ndugu yangu ambao unatufuatilia hivi sasa, una fursa ya kuwasiliana nasi tukupe utaratibu kama jinsi ambavyo tulivyofanya utaratibu kwa ndugu zako ambao katika jukwaa lililopita, na wewe uingie katika orodha ya dua ambayo tunakwenda kuifanya mnamo tarehe 13 ya mwezi wa 8 insha Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama tutapata majina yako haraka, lakini kadhalika na utaratibu ukautekeleza haraka, basi jina lako tunaliweka katika orodha ya dua zetu za ndani. Kwa maana kuna dua ndogo ndogo ambazo tunakwenda tunazifanya kwa kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, waja wako hawa wana mashakili yao katika ndoa zao, wana shida zao katika kazi zao, wana shida zao, wana maradhi yamewasibu, yamewaharibia afya zao. Mola wetu tunakuomba waondoshe maradhi, Mola wetu tunakuomba sulhu ndoa zao, Mola wetu tunakuomba wajalie kheri katika kazi zao na shughuli zao wanazozifanya. Tutakwenda tukifanya dua hizo ndogo ndogo mpaka siku ile ya dua kubwa biidhnillah. Sasa jitahidi kufanya haraka, usikose katika jambo hili. Hili jambo ni adhim sana, lina matokeo bora sana na mazuri sana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka leo tutakwenda kutazama asra'u tariqati li fakki sihiri, kwa maana kuna njia mujarrabu sana. Lau kama ukiifanya njia hii, utakuwa na uwezo wa kutegua baadhi ya matego ya kichawi ambayo inawezekana yamekuumiza sana, tena kwa miaka mingi au kwa muda mrefu. Tegua matego hayo, kwa sababu yana hatari kubwa katika afya na maisha yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kuna uchawi unaitwa sihru man'il hamli.
Kwa maana uchawi ambao unaoziwia kupatikana kwa kizazi au kupatikana kwa ujauzito kwa kina mama na wanawake katika hali za namna hii. Lakini kadhalika kuna uchawi ambao unaitwa sihirur rabiti, ambao kanuni ya uchawi huu unaweza ukamfunga mwanamume akashindwa kabisa kuliendea tendo la ndoa, hasa pale ambapo anapokuwa na mkewe, ikawa mushkili mkubwa kabisa. Anatumia madawa sana mtu huyu, lakini madawa yale hayana natija. Sasa inshallah siku ya leo nataka nikupe kodi maalum ili ufungue matego haya ya kichawi ambayo ni hatari sana katika afya na maisha yako, na hasa leo tutakwenda kutazama sihru man'il hamli, uchawi wa kuziwia ujauzito. Na ndio maana tukakwambia jitahidi sana ndugu yangu kuwa ni mmoja katika pati ya dua hii inayokwenda kufanyika tarehe 14. Hivi sasa jisajili, tunataka watu 350 na hisabu inakwenda kwa kasi sana. Ukichelewa maana yake unaweza ukatupigia simu tukakwambia hisabu ishajaa, labda usubirie tena wakati mwingine. Kwa hiyo fanya haraka ili tuende sambamba katika wakati huu muwafaka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka kimaarifa tunasema yadhi'u lilmar'ati fayaqiduha ash-shaytanu 'anil wiladati hatta yudhanna annaha aqimatun. Bila shaka shetani huwa ana uwezo wa kwenda kukaa katika sehemu ya vizazi vya kina mama akasababisha matatizo makubwa sana pale katika vizazi vya kina mama. Ndio baadhi ya kina mama wanakuwa wanasikia kuna vitu vinatembea katika matumbo yao. Anahisi kuna kitu kinatoka upande wa kulia katika sehemu ya tumbo lake na kinakwenda upande wa kushoto katika sehemu ya tumbo lake. Wakati mwingine anasikia kuna vitu vinatoka upande wa kushoto na kuja upande wa kulia wa tumbo lake. Anasikia maumivu yasiyoeleweka, sababu zake ni nini? Mara tumbo linakuwa zito na mfano wa hayo. Haya ni katika mashakili ya wale wanawake ambao wanakaliwa katika sehemu zao za vizazi na mashetani hawa wa kichawi, hivyo wanaweza kuleta madhara makubwa katika sala la kuzuia ujauzito, hata yudhanna, mpaka akadhaniwa binti au mwanamke annaha aqimatun, mpaka akadhaniwa labda huenda huyu bibie yeye ni tasa, lakini ukweli wa mambo hauko hivyo katika hali za namna hii. Hii ni jambo la kwanza ambalo linaweza kujitokeza kwa kina mama. Sasa wewe ambaye bila shaka utajiona upo katika hali za namna hii, ni fursa yako kufanya usajili katika dua maalum ambayo bila shaka itakwenda kufanya mambo makubwa biidhnillah. Na mwisho nitaeleza mkasa mzito ambao tumewahi kukutana nao, mkasa huo katika ardhi ya Ma'bela nchini Umani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika sihiri hizi, kwa maana uchawi wa namna hii unaweza ukatengeneza kitu kinachoitwa azawjul qahariyu. Azawjul qahariyu maana yake ni nini? Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, maana yake adamul qubuli wal muwafaqati min qibali ahadi zawjain. Uchawi huu sasa huwa unasababisha kuwa na migongano sana na mizozo mingi sana, lakini na kutokubaliana baina ya mke na mume. Mke akisema hivi, mume anakuja na kitu kingine. Mume akiwa hivi, mke naye anakuja na kitu kingine, ili mradi patokee mizozo, mtafaruku, vurugu, balaa, matatizo ya kila namna. Ni vitu vinavyoitwa azawjul qahariyu, ni aina ya sihr, uchawi mbaya sana huo. Lau kama utamsibu mume, basi huwa una tabia ya kwenda mpaka kwa mke, na ukimsibu mke uchawi huu pia una tabia ya kwenda mpaka kwa mume. Hapa patakuwa na adamul qabul, yani kukubaliana kunakuwa ni kugumu sana. Lakini kadhalika na hapa mwanamume atakuwa na maneno mabaya sana kwa mwanamke huyo. Ukisoma katika ilmu nafsi, ilmu ya psychology, kuna mambo matano ambayo ni hatari sana kwa mwanamume kuyafanya kwa mke wake. Ukiyafanya au ukayasema hayo mambo matano, ni hatari sana, yanapoteza kabisa kabisa. Yani mke na mume inawezekana ikawa ni sababu ya kuvurugana na kuachana kabisa. Kwa sababu jambo la kwanza, al-kadhbu wal khiyana. Yani wewe mwanamume kama unakuwa muongo sana,
katika masala ya kisaikolojia, ukiwa muongo sana katika saikolojia, huyu mwanamke anaanza kutengeneza ya kwamba huyu mtu si mtu salama upande wangu. We mwanamume utakiwi kuwa mtu muongo bwana. Mwanamume anatakiwa uwe mkweli kwa mkeo, uwe mkweli kwa yule ambaye bila shaka yupo katika hadhana yako, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Lakini jambo la pili ambalo bila shaka lina uwezo wa kuvuruga na kuua ndoa yenyewe, atahakkumu watasallutu. Maana yake ni wewe mwanamume kuwa ni mtu kaksi, yani unakuwa ni mtu ambaye muda wowote wewe hucheki, serious tu. Hii ni hatari pia. Unapokuwa na mkeo, hebu onyesha tabasamu, onyesha lugha nzuri, kuwa ni mtu mwenye maneno matamu. Usiwe ni mtu kaksi, uso umekunja hata ndimu ina afadhali. Usiwe hivyo, kuwa mtu laini kwa mkeo, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo vinaharibu na kuua ndoa kabisa inakufa haraka mno, albukhlu, ni ubakhili. Mwanamume akiwa bakhili, ndoa haidumu mzee. Yani wapo watu, yani yeye ana pesa, lakini kwake siku zote watu wanakula afadhali dagaa, matembele. Kila siku wao wanakula matembele, na huyu mtu wa namna hii anao uwezo wa kuweza kusababisha pale watu wakala vizuri. Ubakhili ni kitu hatari, kinaweza kuisambaratisha na kuiharibu kabisa ndoa. We mwanaume unakuwaje bakhili bwana? Na hasa kwa mkeo unakuwa bakhili? Hapana bwana. Hebu tubadilike ili tutengeneze ndoa zetu ziwe na amani na ziwe vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Usiwe bakhili kwa mkeo bwana. Lakini kitu kingine, al-ihmalu wal-burud. Kadhalika, yani lazima, yani kitu ambacho kinachoharibu ndoa sana ni wewe mwanamume kumpuuza na kumdharau mkeo. Unaanzaje kumdharau mke wako? Hebu mheshimu mkeo, mpe hadhi yake, mpe heshima yake. Walburudu, na kuto perform vizuri pale katika uwanja wa 6x6. Perform vizuri. Yani ikiwa unababaisha, ndoa iko hatarini. Inaweza ikafa wakati wowote. Usibabaishe pale unapokuwa katika lile jambo. Unajua mmoja katika wanawavioni anaitwa Ibn Qudama. Anasema kama kuna jambo ambalo linatakiwa uache kazi ufanye kazi, ni pale ambapo unapokuwa katika 6x6. Pale panatakiwa uache kazi. Kama una stressi zako ziache nje ya nyumba yako. Pale ingia ukiwa mwenyewe uko makini katika majambo husika. Kwa sababu hapa ndo panatengeneza ndoa au panaweza paka haribu ndoa. Sasa lazima utengeneze mambo yaende vizuri katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika kitu cha tano, al-i'timadiyatu wa adamu wa tahammulu al-mas'uliyya. Kadhalika ni wewe bila shaka kujizoesha kuwa ni mtu ambaye haushituki na matatizo ya mkeo. Yani mke akipata tatizo lolote wala wewe haushituki kabisa. Na vile vile haubebi masulia. Maana yake wewe haubebi yale mahitaji yanayohitajika wewe kama mume kuyasimamia, haupo kabisa. Mke ndo akapambane huko apate chakula, na wewe unakula pale. Wewe uoni haya? Yani kuna baadhi ya wanaume wako hivyo Sheikh. Mke anauza maandazi huko, anapita ananunua tu dagaa, ananunua unga, anakuja anapika ugali, na wewe umekaa pale unakula kabisa. Wewe mwanaume wewe. Mwanaume wa namna gani? Hapana, si sawa. Siku moja sio mbaya, lakini kila siku ndio wewe mchezo huo. Sio sawa. Tafuta ale ili mambo yaweze kwenda vizuri, heshima, nidhamu itatawala biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mambo matano haya ukiyafanya, ndoa inakuwa hatarini kufa katika hali za namna hiyo. Sasa kuna aina ya uchawi ambao unaitwa azawjul qahari, manake adamul qabuli wal muwafaqati min qibali ahdi zawjain. Hapa kuna kuwa muwafaka ni mbaya sana. Inampelekea mwanamume anakuwa kila anachofanya mkeo, muongo sana wewe. Wewe malaya sana wewe. Wewe unamhitaji mkeo malaya. Neno baya sana hili. Usiliite neno la namna hiyo katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika miongoni mwa sihir au uchawi hatari sana, alqalaqu walwahmu walkhawf. Unamtengenezea mtu msongo wa mawazo, alafu unamtengenezea hofu na hata kumtengenezea wasiwasi. Mtu anakuwa na wasiwasi sana. Ukijiona katika hali ya namna hii, inawezekana una sihir. Sasa jambo la msingi ni wewe kufanya haraka katika kujisajili katika dua yetu ambayo ina matokeo mazuri sana
katika masala kama haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hii sasa suala la kutengeneza qalaq kwa maana la kutengeneza msongo wa mawazo, lakini walwahmu walhuzni, na kadhalika na kutengeneza hofu vile vile na kutengeneza wasiwasi, min adami alqudrati ala aljimai, ni tukio ambalo linampelekea mwanamume anakuwa hawezi kuliendea vema tendo la ndoa, hauwezi kuperform vizuri kabisa iwapo utakuwa na mashakili kama haya. Wa hadha an-naw'u yu'alijuhu al-atibba, na aina hii inakuhitaji haraka sana, nenda kwa matabibu wenye taaluma bora wakusaidie kwa haraka sana. Unajua suala la msongo wa mawazo al-akhi inakuwa hivi, mara nyingi sana inakuwa inatokana na sababu nyingi sana. Miongoni mwa sababu zake ni kuchelewa kwenda kiwango cha umeme kinachotosha katika sehemu ya ubongo wa huyu mwanadamu. Yani kwa maana yale mawimbi ya aina 5, alifan, bitan, theta, delta na gamma. Haya mawimbi kama yanakwenda ndivyo sivyo, yanachelewa kwenda katika ubongo, ndio unamwona mtu anakuwa na msongo wa mawazo. Tena msongo wa mawazo anawaza kitu asichokijua hata yeye mwenyewe anawaza nini. Ye mwenyewe ukimuona unamuona kabisa yupo kwenye mawazo, na hata ye mwenyewe anajiona yupo kwenye mawazo, lakini hata ukimuuliza unawaza nini, hata mwenyewe hajui anachowaza ni kitu gani. Ni mfumo wa yale mawimbi yanachelewa kwenda katika sehemu ya ubongo, na hii inatokana na upungufu wa baadhi ya vitamins. Mfano vitamin C kipungua inaweza kupelekea hali za namna hiyo. Vitamin B, zile B zote zile zinaweza kupelekea mtu akawa katika hali za namna hii. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana, ukishajiona una mashakil, tafuta mtu mwenye taaluma, mwenye maarifa, asuluhu matatizo yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kuna kitu kinachoitwa arabtu bisababi sihri. Kuna mtu anafungwa kuliendea tendo la ndoa kwa sababu ya uchawi ambao ulomsibu, wa yustakhdam kawasilati litafriqi baina zawjain. Na hapa sasa utumiwa sana, wachawi huwa wanatumia njia hii kama ni njia ya kufarikisha na kutenganisha na kuleta mizozo baina ya mke na mume. Wanandoa sasa wanaanza kufarikiana. Yani ndio mwanamume akitaka kuliendea lile tendo la ndoa inakuja mchele mara no signal. Mwanamke sasa haelewi somo. Kwa nini hivi? Au umepita maeneo. Umepita wapi? Imesababisha hali ya namna hii. Mnaanza kuvutana pale. Bana ni hali tunatokea wapi? Mwanamke haelewi somo hilo. Sasa hii ni hatari sana. Kwa hiyo kinapojiona katika hali za namna hii, jua kabisa umepigwa sihru tafriq, yani uchawi wa kufarikisha na kuleta mizozo na matatizo katika familia au katika ndoa yako katika mazingira kama haya. Jambo la msingi, jisajili pamoja nasi katika dua hii muhimu sana kwa ajili ya kusuluhu mashakili haya biidhnillah. Utafanyaje? Wasiliana nasi, tutakupa utaratibu haraka na wewe utekeleze, kwa sababu hisabu inakwenda kwa kasi sana, na hisabu ya watu na wataka mabakia wachache sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kitu kingine, arrabtu bisababi almasi shaitani wa fil ghalibi yakunu bisababi alishqi. Kuna mtu ambaye anaweza kusibiwa, yani kufungwa na akashindwa kuliendea tendo la ndoa kwa sababu ya athari na mashakili ya kishetani na kijini. Wa fil ghalibi yakunu bisababi alishqi, na mara kadhaa hii inaweza ikajitokeza kwa sababu huyu amesibiwa na uwepo wa jini mahaba. Asa jini mahaba anaharibu mifumo yote ile ya suala la tendo la ndoa. Ndio mtu anakuwa hahisi chochote kama ni mwanamke, na mwanamume anakuwa hawezi kusimama imara katika kuliendea tendo la ndoa. Ndio unabaki unatazama yangu kisha habari yako. Yangu alafu hamna kitu. Sasa hii ni hatari. Tunaomba Mwenyezi Mungu atulinde na atunusuru dhidi ya mashakili haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kuna kitu kinachoitwa rabtu taballudi. Rabtu taballudi huwa an yatamarkaza aljinniyu almuwakkalu bisihri fi markazi alihsasi fi mukhi almar'a. Ni pale ambapo huyu shetani au jini wa kichawi anapokwenda kukaa katika sehemu za hisia, na haswa katika sehemu ya ubongo wa mwanamke.
fa idha arada zawjuha an yatiyaha, hapa sasa mumewe akitaka kumwendea mkewe katika tendo la ndoa, afqadaha aljinniyu alihsasa, yule shetani anachokifanya ni kuzivuruga zile hisia za mwanadada huyo. Ndio anakuwa hana hamu na mumewe, haisi chochote, anajionea kero katika tendo hilo. Unatarajia panatokea nini hapo? Mizozo na mapambano, na inawezekana ikawa ni sababu ya ndoa nyingi kuvurugika na kuharibika katika hali za namna hiyo. Ndio maana katika dua ambayo tuliyoandaa ina kipengele maalum kabisa kwa ajili ya kusuluhu masala ya ndoa. Maana yake ni dua mujarrabu inayochoma na kuunguza athari na mashakili ya kichawi pamoja na athari na mashakili ya kishetani biidhnillah. Watu wabaki salama, wafurahie ndoa zao, wazionee raha ndoa zao. Huu mkasa umewahi kutokea al-akhi Sheikh Hussein bin Diwani pale katika ardhi ya Maabela nchini Oman. Yupo ndugu yetu ambaye yeye ni Muomani, lakini kadhalika alipata fursa ya kuja kuoa hapa Tanzania, na hasa maeneo ya Arusha ndipo alikwenda kuoa. Baada ya kuoa akamchukua mke wake wakaenda naye Oman, Maabela hiyo. Kufika naye pale amekaa naye takriban muda usiopungua miaka 9 yuko naye pale. Lakini cha ajabu sasa ikawa huyu mwanamume ikawa wakati anapotaka kuliendea tendo la ndoa, wakati mwingine anafanikiwa, wakati mwingine anababaisha, mambo yanakuwa magumu. Wakati mwingine nafikia wakati inaandika no signal, maana yake mawasiliano hakuna channel yoyote unaweza ukaiona wewe katika hali hizo. Na mwanamke naye ndio hivyo, wakati fulani haisi kabisa suala la kumtaka mume wake, lakini kadhalika na suala la ujauzito likawa shida na likawa tabu sana katika hali hizo. Basi ndugu yetu huyo tukawasiliana naye, tukaongea naye, akatuambia jambo lake, na sisi tukamshauri kuna dawa mujarrab ambazo watu wengi wametumia, zimewasaidia sana, na wewe natakiwa uzitumie hizo. Tukafanya utaratibu, tukamwagizia zile dawa, zikaenda akazitumia. Baada ya kuzitumia zile dawa kwa muda kadhaa, ukafikia wakati sasa yeye yule bana katika hali za namna hiyo, ukafikia wakati sasa akawa mambo yake yanakuwa mazuri kidogo, baadaye yanaharibika katika hali za namna hii. Basi akiwa katika mazingira haya, nini kikatokea? Kukaanza sasa kuwa na sintofahamu baina ya mke na mume, hawaelewani, vurugu za hapa na pale. Basi ili mradi mambo yanakwenda ndivyo sivyo. Yule bwana akatupigia tena simu, shekhe, dawa nimetumia mashallah, na nimeona matokeo mwanzoni yamekuja mazuri, lakini sasa shekhe wangu tumeingia katika mushkili mkubwa, tunapambana vibaya mno, matokeo yale yameporomoka tena, hali ni mbaya, tunafanyaje? Sisi tukamwambia sasa hapo inahitajika tuone namna gani ya kuweza kuwafikia hapo. Akasema, shekhe, mimi ndo nina shida na nina matatizo, kwa hiyo matatizo yangu ili yaondoke nataka nikusikilize wewe, unatuambiaje? Nikamwambia ukitaka sisi tuje inawezekana. Akasema hamna tatizo, fanyeni utaratibu wa zile pasipoti zenu ili mimi nione nafanyaje. Alhamdulillah tukafika pale katika ardhi ya Maabela. Sahihi. Sikiliza sasa kilichotokea hapa ni nini. Baada ya kufika pale, tulichobaini kwa wale wanandoa ni athari za sihri hizi, sihru taballudi, ndio uchawi ambao ulikuwa umewasibu, na ndio ambapo wangetumia dawa nyingi sana, wangekuwa wanafikia hatua ya kuona nafuu tu, alafu hali inarudi katika mazingira yake. Basi tukafanya pale utaratibu ambao punde na kuja kueleza hapa, ndio mtaona namna mambo jinsi yanavyokwenda biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Basi baada ya pale ikawa ni nusura ya moja kwa moja, alhamdulillah. Mpaka hivi tunavyoongea wana watoto wawili, alhamdulillahi rabbil alamin. Sasa hii sihru taballudi ni nini? Huwa an yatamarkaza aljinniyu almuwakkalu bisihri, ni pale ambapo anapoenda kuweka kambi shetani aliyotumwa na wachawi fi markazi al-ihsasi, katika sehemu zote zile za hisia. Yeye ndo anaenda kuweka kambi katika maeneo haya.
Kwa hiyo mwanamke anakuwa hana hisia yoyote na mwanamume naye hana hisia ya aina yoyote. Mtu analala na mke wake miezi miwili, miezi mitatu bila. Inakuwaje haya mambo? Nyie mnajua maana ya ndoa? Ndoa ni almudakhala, ni lazima kuwe na majambo hayo. Kama majambo hayo hakuna, sasa hiyo inakuwa ndoa tena? Yaani watu wanalala kama kaka na dada, asubuhi jioni, asubuhi analala anaamka, analala anaamka. Hakuna hiyo. Inatakiwa ushughulike bana. Fa idha arada zawjuha an yatiyaha, mumewe akitaka kumwendea, afqadaha aljinniyu ihsasa, yule shetani anachofanya anaharibu zile hisia. Fala tash'uru biladhatin, basi mwanamke huyo wala hasikii tena ladha ya tendo la ndoa. Yeye anasikia maumivu tu, anaona kero, anajionea zake tu shida tu ndo anayopata yeye. Wala yastajibu li zawjiha, lakini kadhalika hata wakati mwingine mumewe akimwita, mke wangu we njoo kidogo hapa mahala, mke haendi kabisa. Sio kwa sababu hakutaki, ni kwa sababu ya sihiri hizi. Kwa hiyo jambo la msingi, fanya jitihada za maksudi. Wewe ndugu yangu hapo ulipo, wasiliana nasi tukupe utaratibu ili nao uingie katika orodha ya wale watu 350 ambao tunakwenda kuwafanyia dua mnamo tarehe 13 ya mwezi wa 8 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wengi alhamdulillah katika wale ambao tumewafanyia katika jukwaa lililopita wanatupigia simu, wanashukuru, wanaona nuru katika majambo yao biidhnillah. Sasa nini kitachokifanya? Utafanya hivi: taktubu suratul jumu'ah, utaandika suratul jumu'ah wa ayatul ibtali sihr, na zile aya za kubatilisha uchawi. Qala Musa ma ji'tum bihi sihr, ila mpaka mwisho. Na hizi aya unaziandika mukarraratan, hali ya kuwa unazirejea mara 21. Kisha baada ya hapo utafuta sasa bima'il wardi wa za'faran, kwa maji ya wardi na za'farani. Watamhi bima'in adi wa taghsilu biha, alafu kisha baada hapo utaweka maji ya kawaida, alafu utakuwa unakoga yale maji na mengine unakunywa. Thumma taktubu asma Allahi alhusna kullaha maratan wahida, kisha baada ya hapo utaandika majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala 99 yale mara moja tu. Wa suratul mulki, na utaandika suratul mulki mara moja. Bima'il wardi wa za'faran wa tamhi wa yashrab minha ala riq. Kisha baada ya hapo, haya sasa atafuta vizuri, alafu atakuwa anakunywa mtu kwa utaratibu wa kidozi asubuhi na jioni. Wa taqra'u ala almaridi suratul mulki, kisha baada ya hapo huyu mtu ambaye amefanyiwa aina ya chawi hizi asomewe suratul mulki wa ayatul ibtal, na ayatul ibtal mara 7 fi 7 ayamin. Mtu inatakiwa adumu hivi ndani ya masiku 7. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ye Allah subhanahu wa ta'ala atabatilisha na kuondosha athari na mashakili yote yanayotokana na uchawi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndo kodi maalum ambayo inatakiwa wewe kuifanya ili mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, ndio maana tunawashauri sana nyinyi ambao bila shaka mna mashaka mazito katika ndoa zenu. Ndoa zimekuwa mtihani, lakini kuna wale ambao wao wanaishia katika suala la uchumba. Anapata, yani yeye ni fundi wa kujiwa na watu. Nimekuona binti fulani, nataka nikuoe. Mashaallah, yule binti anakubali. Baada ya kukubali zinaanza process za uchumba. Baada ya siku 2-3 yule mtu anaingia mitini, haonekani tena. Dua hii ipo siku utakuja kutukumbuka kwa wema biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kuna wale ambao mizozo ndio nyumba, yani ndio nyumba yao au ndio msingi wa nyumba yao. Hii dua ni muhimu sana, ni muhimu sana kwenu nyinyi wanandoa ambao vurugu zimetawala. Athari ni sihri na masuala ya kishetani ndio yanayoleta madhara hayo. Jisajili katika dua hii, utakuja kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Lakini kadhalika kuna wale ambao katika ndoa zao, katika tendo la ndoa linakuwa gumu mno, halipatikani. Mwanamume anataka lakini
kile chombo chenyewe kinachoshughulika katika sala hii kinapoteza mwelekeo kwa sababu ya machawi. Hii dua ni muhimu sana. Na kuna ile ambaye mke bila shaka yeye ndo hajihisi kabisa na wala hana haja na mume wake, ni hatari, na hii ina uwezo wa kuhatarisha ndoa yenu. Basi jisajili katika dua yetu, hii ni muhimu sana 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 kabisa. Lakini kadhalika kuna wale watu ambao wao wana kazi zao nzuri kabisa, lakini riziki zao zinakuwa za tabu. Mtu anafanya kazi lakini ukimwambia hata shilingi 300 ndani hana. Hii ni hatari. Sasa hawa inawezekana wanakosa baraka au tayari wameshachezewa. Kuna sihru unaitwa sihru ambao sihru al-fashli wal-ya'si wal-faqr. Kuna sihru al-faqri, kuna uchawi ambao mtu ukishafanyiwa uchawi wa namna hiyo unakufanya wewe unakuwa fakiri, unakuwa lofa. Hata kama una kazi nzuri, kikiingia tukipato mkononi mwako, kama mkono una moto mzee, yani kikipato chote kinaungua. Yani ukipata tu mshahara, hapo hapo yanazuka matatizo, ili mradi ile hela yote ishe, na mipango uliyopanga inaishia katika mdomo tu. Haipo sasa ya kuweza kutekelezea hiyo mipango. Sasa zipo sihru inaitwa sihrul faqri, yani mtu ukipigwa uchawi wa namna hiyo, mafanikio utayaona kwa jirani. Na inawezekana ikawa wewe ukamwona mtu ambaye mnafanya naye kazi pamoja, na inawezekana wewe cheo chako ni kikubwa kuliko cha yule ambaye unafanya naye kazi pamoja, lakini mwenzako anaendelea, wewe unabaki pale ulipo, tena wakati mwingine unarudi nyuma zaidi. Hii ni hatari sana sana sana. Wewe ambaye bila shaka utajiona katika hali za namna hii, chukua fursa ya maksudi kujisajili katika dua hii. Bila shaka kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala ni muhimu sana katika kutengeneza masala ya kazi zako na baraka katika kipato chako biidhnillah. Lakini kuna wale ambao wao wana CV nzuri sana, lakini CV zao wanaishia kutembea nazo tu. Walishaomba katika makampuni ya kila namna, hawana majibu sahihi. Walishakwenda katika idara zote, hawana majibu sahihi. Lakini kadhalika washakwenda kila maeneo wakipeleka CV zao wakiomba kazi, wanaishia kuambiwa nenda tutakupigia simu, na hawaonekana, hawapigiwi simu. Inshallah hii ni fursa nzuri sasa ya wewe kujisajili katika dua yetu hii kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala, utatushukuru biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kuna wale ambao bila shaka wao wapo makazini, lakini wana miaka mingi katika maeneo waliopo, ambao walikuwa na haki ya kupandishwa vyeo, wamebaki pale pale, lakini na wao wanatamani wapandishwe vyeo na wana sifa zote za wao kupandishwa vyeo, ila wamebaki hapo hapo. Wakati mwingine anaweza kuja mtu mwingine akapandishwa cheo, yeye akabaki pale pale. Sasa inshallah hii ni fursa maalum, jisajili nasi katika dua hii kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, naamini utatushukuru kwa hurma na utukufu wake Allah tabarak wa ta'ala. Lakini kadhalika kipengele cha tatu ni kwa watu wenye maradhi. Kuna watu wanaumwa sana na wameshatibiwa sana katika hospitali mbalimbali, washasomewa sana kwa mashekhe mbalimbali, washafanywa tiba za aina mbalimbali, sijui ni mti gani hawajanywa, lakini bado wana maradhi. Mimi nikwambieni ndugu zanguni, moja katika vitu bora ni dua, na haswa ikienda sambamba na jina lako kwa utaratibu wake. Na ndio maana jambo la kwanza tutahitaji kupata majina yako, tukuulize tatizo lako ni nini, utatuhadithia tatizo lako, kisha baada ya hapo tukakushauri sasa kwa tatizo hili inshallah kuna majambo kadha, kisha ukishatekeleza yale majambo tunaingiza jina lako katika utaratibu. Tuna dua zetu za ndani hizi ambazo tunakwenda nazo, tunazisoma kila siku mpaka siku ile ya siku ya tarehe 13. Kwa hiyo tutakuwa na wewe, tutakuwa jina lako lile tunaliwekea nia kutokana na matatizo yako namna yalivyo, mpaka ikifika ile tarehe 13 ndo tunafanya dua kubwa kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kuna watu wenye maradhi hayo, lakini kuna wale watu ambao bila shaka wamerogwa, wao machawi tu ndio yamewatawala. Kuna wao wengine ambao wao wana hasadi tu zimewatawala, wengine vijicho ndio vinaharibu shughuli zao. Na hawa mara nyingi sana wakijitazama watajiona kama wanafanana yani maana yake utamuona mama na watoto wake hali zao kama zinafanana, yani jinsi wanavyoumwa ni vile vile, kama kuachana vinaachana kidogo sana, lakini ndo mambo yale yale. Hii inaitwa sihrul mutaaddi. Ni uchawi ambao ukimsibu mmoja katika wanafamilia, una mionzi yake inatawanyika
wote wale wana familia. Ndio mtajikuta wote hampati kazi. Na mkiwa na kazi wote mna matatizo. Na mkiwa na matatizo nyote mna maradhi. Na basi ili mradi mambo yanakwenda hivyo. Tunaomba Allah atunusuru. Dua na haswa ikipitwa kwa taratibu zake ina maajabu makubwa sana katika kusuluhu na kutengeneza majambo yetu. Mola atujalie kila la kheri. Na mwisho kabisa niseme ndugu zangu, tunayo dawa yetu hapa inaitwa mkono wa Idi. Mkono wa Idi hii ni mujarrabu sana kwa ndugu zangu ambao wana tatizo la kutoliendea vema tendo la ndoa, na hii ni kwa sababu ya uwepo wa athari katika sala, katika njia za damu. Ili mwanamume awe imara na aweze kuliendea tendo la ndoa kwa utaratibu uliokuwa bora, ni lazima mishipa ya damu iwe vizuri, iwe na uwezo wa kupokea damu kwa usahihi, na kadhalika kupelekwa damu kwa kiwango kinachotosha katika maeneo ya kiume. Sasa hii dawa inakwenda kutengeneza misuli au mishipa ya damu ambayo inaelekea katika sehemu za mwanamume ili iwe imara. Lakini kadhalika kuna vitu vinavyoitwa irtighaul arbita, kwa maana kuna vitu vinavyoitwa kutanuka kwa misuli. Misuli inakuwa imetanuka kiasi ambayo inapelekea mtu hasimami imara. Hii dawa bila shaka ni mujarrab sana kwa ajili ya kumfanya mtu asimame imara. Bendera iwe imesimama katika utaratibu wake na isiwe nusu mlingoti biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Unaanzaje kuikosa mkono wa Idi? Kote huko Marekani, Uingereza, Ujerumani, lakini pia Uholanzi, Norway, watu wanatumia mkono wa Idi na sasa wanafurahia ndoa zao. Mchaka mzuri unaendelea pale nyumbani wanapoitumia mkono wa Idi. Unaanzaje kukosa mkono wa Idi ndugu yangu? Wewe uko hapa Tanzania unakosa mkono wa Idi, wanapata mkono wa Idi walokuwa mbali. Acha uzembe ndugu yangu. Mkono wa Idi ndio mpango mzima biidhnillah. Lakini kadhalika tunayo dawa yetu hii inaitwa prostate. Hii ni dawa mujarrab kwa ajili ya wale wenye matatizo ya tezi dume. Tezi dume ni janga kubwa. Ni janga ambalo bila shaka yani wanaume wengi wanakufa kutokana na maradhi ya tezi dume. Na athari na hatari ya kufanyiwa operation katika tezi dume, kuna hatari ya kupoteza kabisa utendaji wa tendo la ndoa ukawa yope. Lakini kadhalika kuna hatari ya kuwa mtu ambaye anatokwa na mkojo usiokatika kwa nyakati zote. Na kuna hatari ya mtu kushambuliwa na kansa katika sehemu ya tezi dume. Kwa hiyo ni muhimu sana lau kama mtu atapata dawa hii. Hii ni mujarrab sana, inatibu tezi dume bila ya upasuaji. Ni daktari anayetibu tezi dume bila ya upasuaji. Ewe ndugu yangu ambaye una viashiria vya tezi dume, au tayari umekwenda hospitalini umepimwa ukaambiwa una tezi dume, hii dawa ndio mkombozi biidhnillah. Dozi yake ni chupa 5 hizi na zinatumika ndani ya siku 30. Majambo yatakwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhnillahil karim. Nikimalizia hapa, tunayo dawa yetu hii ambayo inaitwa Haqqul Mujarrab. Hii ni mujarrab sana kwa ajili ya masala ya kisihir, uchawi. Kuna watu wamelishwa uchawi. Lakini kadhalika kuna watu ambao wana maradhi mazito ya kichawi. Yani uchawi umetengeneza sumu katika mwili mzima. Hii ndiyo mujarrab kwa ajili ya kuondosha sumu zote zilizoambatana na masala ya kichawi katika mwili wa mwanadamu. Kuna watu wameripotiwa figo zao kufeli, lakini athari ni sumu tu itokanayo na madhara ya kichawi. Lakini kuna watu ambao wameripotiwa mioyo yao kupata madhara, kutanuka na mfano wa hayo, lakini athari yake ni uchawi tu ule wasibu. Kuna watu ambao matumbo yanawauma sana, lakini athari yake ni uchawi tu ule wasibu. Lakini kuna watu ambao wao wana mwili unawaka moto sana, miguu inawaka moto, na mfano wa hayo, athari za uchawi. Basi hii dawa ni muhimu sana kwa ajili ya kuondosha madhara kama hayo. Tena uzuri wa dawa hii, inaondosha athari za uchawi dakhilia wa kharijia, za ndani na za nje. Inawezekana baada ya kutumia dawa hii ambayo ni Haqqul Mujarrab,
ukaondokewa na maradhi yote ya kisihri, lakini kadhalika ukaona na mambo pia yanafunguka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii sasa ni muhimu sana kwako ye ndugu yangu, utatushukuru, utasema alhamdulillah pale unapoipata haqu ilmujarrab. Taib. Naam, bila shaka unaweza kuona namna ambavyo Dr. Said na Sheikh Safdin Al-Ghazali alivyokueleza dua kwa ufasaha wa hali ya juu sana, hatari na madhara mazito sana yatokanayo na uchawi za aina mbalimbali ambazo hupelekea ndoa nyingi kuvunjika, mwanamume kumkimbia mke na mke kumkimbia mume, lakini pia mizozo isiyoisha hapo ndani. Kumbe vyanzo vyake ni kuwepo kwa chawi za aina mbalimbali, lakini kubwa zaidi mwanamume anaweza kushindwa kuendelea tendo la ndoa kisa tu tayari kuwepo kwa uchawi, lakini pia mwanamke kuwa naharibikiwa sana na mimba zake, lakini pia kupoteza hamu na ladha tendo la ndoa, sababu ni chawi za aina mbalimbali. Kubwa ni wewe tu kujisajili katika dua ambayo itakwenda kufanyika mnamo tarehe 18 ya mwezi huu wa 8 biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na mimi kheri nyingi zitapatikana. Lakini kubwa zaidi na ambavyo jaribu kuielezea hii haqul mujarrab ambayo ni muhimu sana kwa wewe ambaye ulioathiriwa na maradhi yatokanayo na uchawi kwa namna yote, uchawi ambao uliopo ndani ya mwili, lakini pia uchawi uliopo nje ya mwili, lakini pia ina utendaji bora sana wa kuondoa sumu za aina zote zilizopo ndani ya mwili ambazo zinaweza kuleta madhara ya aina mbalimbali. Unaweza kuipata wapi? Ni hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini. Bila kusahau mwamba huyu ambaye yeye anaweza kufanya ukafurahia na ukaiona ndoa yako ikiwa mpya kabisa kama tu utaweza kulishiriki vyema tendo la ndoa. Maana yake ukiwa na mkono wa Idi, uzembe katika ndoa unakaa pembeni kabisa. Ukisikia mchaka unapatikania hapa kwenye mkono wa Idi. Tumia mkono wa Idi mwanamume ili kuweza kujidhatiti na kuwa imara kabisa kunako tendo la ndoa. Unaweza kutushukuru kwa sababu naamini miongoni mwa watu wengi sana waliopata fursa kutumia mkono wa Idi basi wanaripoti matokeo bora sana sana sana. Je, wewe unakosea kutumia mkono wa Idi huu? Mimi nikwambie tu ni fursa kipekee sana kujikukua imara, kunguruma, lakini pia kuondoa hofu ya kumwambia ukweli mkeo, kwa sababu ukiwa hauperform vizuri basi hata ukweli kumwambia mkeo unajifikiria, unaogopa, kwa sababu ukisema anakuambia we kaa kimya kabisa. Wewe unafanya hapo, unajua kusema kati kule hamna kitu. Acha kabisa hizo habari. Sasa natakiwa ujiamini. Ukiwa na mkono wa Idi unajiamini vizuri sana. Ipate hii, itakusaidia na naamini kabisa utasema kwa kweli, kwa hakika mkono wa Idi umenifaa. Na yote kwa yote pia bila kusahau tunaye huyu Ar-Ramad. Hii ni kwa ajili ya macho ambayo ni muhimu sana kunako masala ya maradhi ya macho ya aina zote. Ukiwa mtu ana pressure ya macho, akiwa na maradhi ya trachoma, glaucoma, jicho kavu na vitu kama hivyo, basi hii inafanya katika hali utendaji ule kwa bora mno. Mimi nikwambie tu, ikiwa fursa unaipata kuitumia hii, basi maradhi haya utasahau kabisa. Mtoto wa jicho sio amekaa mtoto wa jicho, basi huyu Ar-Ramad ndiyo bingwa na daktari madhubuti sana kuna kusambaratisha maradhi ya macho. Mpate huyu, atakusaidia na naamini utarudisha uono. Wewe ambao unapoteza kuona vizuri, nuru inapotea, unaona nusu au unaona chenga, unaona vivuli tu, basi hii itakuwa na msaada bora sana kunako masala mazima ya macho yako. Nakumbuka kwamba yote haya unaweza kuyapata ofisini kwetu hapa Mbagala Kizuiani, barabara ya kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira saa 2 asubuhi mpaka saa 8 mchana. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0748 86 97 33 au 06 59 86 97 34. Unaweza kuwasiliana nasi sasa ili kupata mwongozo na maelekezo yalikuwa bora ili uweze kuimarika kiafya, lakini pia naamini kheri nyingi zitapatikana. Kwa huruma tufike Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.